ni mtu anayeleta makundi mbalimbali pamoja ili waweze kwenda mbele. Makundi mbalimbali pamoja. Sawa? Hawa ni wanafalsafa wa siku nyingi sana. Lakini wanasema kwamba mwanasiasa ni mtu anayeleta makundi mbalimbali pamoja, wawe na malengo ya pamoja kwa ajili ya ustawi wa taifa. Wewe unaacha makundi mengine nje, unatupilia huko, unaendelea na maisha yako kwenda mbele ukifikia kwamba labda hapo ndio unafanikisha. Hapana. Hiyo inakuwa si sawa. Tunachotakiwa kwamba tuone namna gani kiongozi ajue kwamba kazi yangu kubwa ni kuleta makundi yote pamoja, nipatanishe, tuondoke kama taifa, twende kwa pamoja, taifa letu litastawi, taifa letu litakuwa imara. Kwa kumalizia, Mheshimiwa Mwalimu Daniel Semba, naam, kuna lipi la kusema kwa jioni ya leo kwa kipindi hiki ambacho tunaelekea kwenye uchaguzi? Na maoni yako, kwa sababu sasa hivi hatuzungumzi jambo lingine zaidi ya uchaguzi, na kwa kuwa na wewe ni mwanasiasa na ni kiongozi wa chama cha siasa, kuna lipi la kuzungumza kwa jioni ya leo? Jioni hii ya leo nazidi kusisitiza viongozi ni lazima tukubaliane ya kwamba sisi ndio tuliobeba dhamana ya wale wanao tuchagua. Mimi ni mwanasiasa, lakini katika siasa zangu sio kwamba nilijiweka, nilichaguliwa. Na katika kuchaguliwa kwangu natakiwa kusimamia yale maoni ya watu wengi. Kwa hiyo kwa kuwa watu wengi wanasema no reform no election, na mimi nasisitiza kwamba kama mfumo wetu wa uchaguzi ndio huo, basi kama chama tunasema kwamba hakutakuwa na uchaguzi. Na wananchi wote tunaomba sana tuungane pamoja, tuwe kitu kimoja, ili kwamba tuonyeshe kwamba sisi nguvu ya umma ndio yenye nguvu zaidi kuliko mtu yoyote yule duniani. Nguvu ya umma haijawahi kushindwa, lakini lazima tuilinde amani ya taifa letu. Lakini amani haitakuja kama haki haitolewi. Tunaomba viongozi, watawala mbalimbali watoe haki kwenye taifa ili tuweze kupata tunda la amani ambayo ndio matarajio ya Watanzania wote. Asanteni sana. Mungu awabariki.